Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Siku wa leo nimeokoka. Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Ninamshukuru Mungu kwa wema wake. Ninamshukuru Mungu kwa fadhili zake, kwa rehema zake. Majina yangu naitwa John Njoroge Kinyanjui. I'm a born again youth. Nashiriki Jesus Winner Ministry, my mahio. And I love Christ as my personal savior. Ninampenda Kristo sababu aliniokoa, sababu alinitoa mbali, na kwa umbali huwa amenileta. Sema sifa na utukufu ni kwake, kwa ajili ya upendo wake, kwa ajili ya rehema zake, na kwa ajili ya huruma zake. Au siku wa leo ningependa tupate tu neno kidogo. Najua Mungu atatubariki, Mungu atatutenda mema, na Mungu atatuinua zaidi. Neno la usiku wa leo litatoka katika kitabu cha Danieli 3 kuanzia mstari wa 20 hadi kuteremka. Hili ni neno ambalo kila mmoja kwa njia moja ama jingine he has encountered it, ama ashapata ufunuo wa hili neno, ya kwamba huu ni wakati ambapo kulikuwa na mfalme jina lake Nebukadneza, naye alikuwa ashatoa amri ya kwamba kila mmoja akaweze kuabudu ile sanamu ambayo yeye aliweza kuiunda. Lakini kwa ile harakati ikatokea hapo vijana watatu ambao wanaitwa Shadrach, Meshach na Abednego, ambao walisema ya kwamba wao hawawezi wakamtukana Mungu wao, wao hawawezi wakakosa kumtii Mungu wao, na wao hawawezi kuweza kuiabudu ile sanamu. Kwa ajili ya kwa sababu ya lile jambo, kwa sababu ya yale maneno ambao wao waliyosema, ikaghadhabisha mfalme Nebukadneza, naye akatoa amri ya kwamba wale vijana wakaweza kutupwa katika tanuri la moto. Maandiko inasema hivi katika Danieli 3 mstari wa 20, kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuri iliyokuwa ikiwaka moto. Ya kwamba baada ya Shadrach, Meshach na Abednego kukosa kutii amri ambayo mfalme Nebukadneza alikuwa ashaitoa, na akasema katika nchi yake ya kwamba waiabudu ile sanamu yake ambayo yeye binafsi alikuwa ameitengeneza. Lakini ikatokea hapo vijana watatu ambao walisema na hawataweza kuiabudu ile sanamu. Kwa sababu ya ghadhabu kubwa, kwa sababu ya ule uchungu, mfalme akatoa amri ya kwamba akatafuta mashujaa wa wanajeshi, akawaambia ya kwamba hawa vijana watatu Shadrach, Meshach na Abednego wakaweze kutupwa katika tanuri la moto. Maandiko inasema mstari wa 21, basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuri iliyokuwa ikiwaka moto. Ya kwamba kwa sababu mfalme alitoa amri, na kwa sababu hakuna yeyote angekiuka ile amri ya mfalme Nebukadneza, wale vijana watatu wakakamatwa, wakafungwa wakiwa na mavazi yao, maandiko inasema wakiwa na joho zao, wakiwa na kanzu zao, ya kwamba wakakamatwa na wakafungwa na wakatupwa kwenye tanuri la moto. Maandiko ya Bwana inaendelea na kusema, basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuri ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach na Meshach na Abednego. Endelea na kusema mstari wa 23, na watu hawa watatu Shadrach na Meshach na Abednego wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuri iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadneza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Mstari wa 25, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa.
maandiko inasema ya kwamba kwa ghadhabu kubwa na kwa uchungu mfalme akatoa amri ya kwamba wale vijana watatu ambao walikuwa Shadrach, Meshach na Abednego wakaweza kutupwa katika tanuri la moto. Na kwa ajili akasema ya kwamba maandiko inasema ya kwamba moto ukaongezewa hata na mara 7 ya vile ambavyo ule moto ulikuwa unawaka. Maandiko inasema ya kwamba kwa ule ukali moto ulikuwa nao, ya kwamba uliweza kuwaua wale majeshi ambao waliweza kuwatupa wale vijana watatu katika ile tanuri la moto. Maandiko inaendelea na kusema ya kwamba mfalme akastaajabu, akawaita wale wanajeshi, wale mashujaa wa wanajeshi, akawaanza kuwauliza maswali ya kwamba walitupa watu, tulitupa watu watatu kwenye tanuri la moto. Maandiko inasema ya kwamba ndiposa Nebukadnezar, mstari wa 24, ndipo Nebukadnezar akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa Mungu. Ujumbe wangu usiku wa leo ni ya kwamba ndani ya maisha yako kunaye mtu wa 4 ambaye atakutokea. Kwa wale maadui waliokufuga mikono, wale maadui waliokufuga hata miguu, na wakaweza kukutupa katika tanuri la moto, ujumbe wangu usiku wa leo ni ya kwamba kunaye mtu wa 4 ambaye atatokea, na wao watabaki wakishangaa, wao watabaki wakiulizana maswali, si tulimtupa huyu katika mashida? Maana maadui wako, haijalishi maadui wako wamekukamata, wamekufunga mikono, wamekufunga hata miguu, lakini nimekuja nikutie moyo na nikutie imani, nikupe imani, nikwambia kwamba kunaye mtu wa 4 ambaye sura yake ni ya mwana wa Mungu, na ambaye ataingililia kati na katika ile tanuri ya moto, na katika ule moto mkali ambao, na katika yale mashida ama ule moto ambao wewe umeweza kutupwa ndani yake, utaweza kutokea ukiwa salama. Hivyo basi, kama vile Nebukadnezar alianza kujiuliza wakiwa na wale mashujaa wake wanajeshi ya kwamba walitupa watu watatu, lakini Nebukadnezar kuenda kutazama akapata ya kwamba wanaona watu 4 na wamefunguliwa, na sura zao ya kwamba hakuna chochote, hata hakuna nguo yao iliweza hata kunuka moshi. Hawakuweza kunuka moshi. Kwa sababu gani? Kulitokea mtu wa 4 na akaweza kuwasaidia. Na huyu mtu wa 4, maandiko inasema ya kwamba huyu mtu wa 4 sura yake ilikuwa ni sura ya mwana wa Mungu. Hivyo basi, ujumbe wa siku ya leo, nimekuja nikutie moyo, nikutie nguvu, nikwambia kwamba ndani ya maisha yako, haijalishi maadui walisema nini, haijalishi ulitupwa katika moto unatoshanaje, haijalishi katika shimo ambalo uliweza kutupwa. Hata maandiko inasema ya kwamba moto ulizidishwa, moto ukaongezewa mara 7 ya vile ambavyo ulikuwa, hadi ukawafanya wale ambao waliwatupa Shadrach, Meshach na Abednego wakaweza kuathirika ndani ya ule moto na wakaweza kufa. Hivyo basi, haijalishi na kujalishi ulitupwa katika moto unatoshana aje, haijalishi wewe ulitupwa katika mashimo inatoshana aje, haijalishi kama walikufunga miguu ama walikufunga mikono. Hivyo basi, nimekuja tu nikutie moyo, mtu wa Mungu, nikwambie ya kwamba usiku wa leo ya kwamba kunaye mtu wa 4 ambaye ataweza kutokea katika ile shida yako, katika kule kuteseka kwako, katika kule kusemwa kwako, na yeye atakuja kukusaidia kama vile mtu wa 4 ambaye sura yake inakaa mwana wa Mungu alitokea wakati wa Shadrach, Meshach na Abednego. Hivyo basi, usiku wa leo pia yeye atatokea kwako, ndani ya familia yako, ndani ya maisha yako, mahali maadui zako walikutupa, wakijua ya kwamba hauwezi ukatoboa. Wao wenyewe ndio wataanza kujiuliza ya kwamba tulimtupa katika mashida, tulimtupia haya, tukamfanyia haya na haya, lakini yeye asiweze kuendelea, bali wao watabaki wakiulizana ya kwamba huyu mtu wa 4 ni nani, na sura yake inakaa mwana wa Mungu. Hivyo basi, ujumbe wangu usiku wa leo ni ya kwamba ndani ya maisha yako, kwa hayo mateso ambayo maadui zako, ambako wewe uliweza kutupwa, ambako wewe walikufunga mikono ili usiweze kuendelea, ili usiweze kusonga mbele, ya kwamba mtu wa 4 atatokea, na mtu wa 4 ya kwamba atawashtua wengi, maana sura yake itakuwa ni sura ya mwana wa Mungu, na uwezo wake maandiko inasema ya kwamba
mfalme Nebukadneza na wale wanajeshi wake ambao alikuwa na wadhamini sana ya kwamba